Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liliwasilisha Alhamisi 25 Septemba mwaka 2025 mjini Kisangani wanachama 45 wanaoshukiwa kuwa waasi wa M23 mbele ya vyombo vya habari. Kati yao 30 walijisalimisha kwa hiari na 15 walikamatwa vitani katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kwa mujibu wa Meja Nestori Mafudisa, msemaji wa eneo la 3 la ulinzi, miongoni mwa waliogabisiwa jeshi wamo watoto wawili waliotoroka mafunzo ya kivita ya M23 huko Rumangabo na Nyangezi, wakidai wanateswa na kunyimwa chakula na mishahara. Msemaji wa makao makuu ya FARDC aliwataka wapiganaji waliobaki kujitenga na wahasi na kujiunga na jeshi la taifa. Wakati wa huo, mashambulizi mapya ya wanamgambo wa Codeco na Zaire yametikisa tena jimbo la Ituri, yakisababisha vifo vya watu 9 ndani ya siku mbili. Shambulio la kuvizia lilitokea wiki hii katika kijiji cha Lida karibu na Bule, liliua wanajeshi wawili na raia watatu. Huko bunduki 5 za kijeshi zilitekwa. Tukio nyingine katika eneo la Cha lilisababisha kifo cha askari mmoja na kujeruhi mwingine aliyelazimika kuhamishwa Bunia kwa msaada wa MONUSCO. Pia raia waliokuwa wakisafirisha bidhaa kama nanasi waliuawa na kuporwa mali zao katika barabara za Katoto, Blukwa na Saliboko. Katika upande mwingine, akiwa ziarani Mushaki, wilaya ya Masisi, mratibu wa kisiasa wa AFC M23 Corneille Nangaa alihakikishia wakazi kwamba vita inakaribia kufika mwisho na anawataka kuelekeza nguvu zao kwenye maendeleo. Alisisitiza dhamira ya harakati hiyo kuanzisha utawala mpya na amani, huko akiimarisha utawala wao kwa semina za uongozi na utawala bora kwa viongozi wa eneo. Ndio. Menase kitokea hapa bila kwenda kutafuta Walungu, Kanyola, Lamba na Pasi. Bombardement zimetoka huku naelekea kupiga nyinyi wa raia hapa na waajirani wenu katoka hapa. Iko vipi? Ndio. Uliona hivyo vitu? Ndio. Sasa sisi kwa muda huu tuko kwenye CCLF. Mnasikia tuko naongea ndoa tukakataa. Ndio. Tulisinye CCLF na serikali ya Kinshasa. Hii serikali ya Kinshasa anapenda mpaka vita. Ndio maana mliona hapa ndege ilikuwa inatoka hapa. Mlikuwa mnaona ndege inatoka hapa? Ndio. Inaleta wanajeshi, inaleta tumekamata bomu mingi hapa ambazo walikuwa wanatupa ndani ya ndege. Tumekamata jana. Na mnamjua ndugu Maeshi, huyo mzalendo Maimai alikuwa hapa. Gari ambazo alikuwa nazo pia amefanya nini? Amezichoma. Hamjachoma? Dommage. Amechoma magari zote zilizokuwa hapa mbili. Bisi moja ndio moja na waza mwenye nayo kwa sababu mimi naona kuna nani ya mwenye bisi ile atakuja kuchukua kama kama alikuwa amezima hizo gari. Kabisa. Ndio menase ndio maana tulifika hapa ili tuielewanye. Unasikia mzuri? Ndio. Ile menase ilikuwa inatokea hapa Kibira kwenda Ninja, kuelekea Kabare, kuelekea Mwenga na Walungu. Tulikuja hapa kufanya nini? Turudishe nyuma ili mtu ndani ya amani. Lakini bado tunategemea kwamba kumaliza matatizo ya Kongo lazima watu waongee. Unasikia mzuri? Ndio. Ingebidi kusema tupigane kila siku. Kama tunataka kufika hata Kinshasa. Sababu jeshi ambalo liko mbele yetu tunachukua sasa. Ndio. Hakuna jeshi hapo. Wanachokijua ni unyanyasi, wizi na mabarieri mingi barabarani. Ndio. Kuna kingine wanajua? Hakuna. Wanaume kwa nini wasibaki? Na kwa hiyo menase imekuwa elwanye, unaweza kuikala katika amani, ufungue akili za kuendelea. Masomo wa vijana watoto nafasi yao ni masomo, hapana ndani ya makarieri ama ndani ya makazi ambayo yaliangalia
waende kwa masomo, wachuuzi waende Walungu, waende kwenda na kurudia. Sidhani kama kuna barabara hapa, kwa barabara kwa Aidha, mashariki mwa DRC kundi la magaidi la ADF lishambulia wasafiri barabara ya Oicha Mamove wilayani Beni Ijumaa 26 Septemba mwaka 2025. Shambulio hilo liliua watu 9, wengi wao wafanyabiashara waliokuwa wakielekea sokoni Mamove. Tukio hilo limezidisha hofu miongoni mwa wananchi, hasa baada ya mashambulizi ya awali ya ADF mapema ya Septemba yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 100 katika maeneo ya Fotodu na Ntoyo. Katika hali hii, FARDC kwa ushirikiano na MONUSCO wameimarisha doria katika maeneo hatarini, zikiwemo barabara kuu zinazopewa jina la vipande vya kifo kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara.